Bana, mambo vipi? Kwa majina naitwa James Thomas Zegera, ni afisa habari kutoka Chuo cha Elimu ya Biashara CBE campus ya Mwanza. Kama ilivyo kawaida, jukumu letu waga ni moja tu, kukuletea update mbalimbali za matukio na elimu kutoka ndani ya chuo chetu cha CBE campus ya Mwanza. Kwa siku ya leo tumeweza kutembelea library yetu ya chuo inayopatikana hapa chuoni. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya mtazamaji wetu ni kwamba ongozana nasi tuweze kuingia ndani ili tuweze kufanya mahojiano mafupi na kupata update mbalimbali kutoka ndani ya library hii. Tunamwona madam hapa. Madam, shikamoo. Marhaba, karibu. Asante. Kwa majina naitwa James Thomas Zegera, ni afisa habari kutoka Chuo cha Elimu ya Biashara CBE campus ya Mwanza. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuitembelea library yetu hii tuweze kupata machache kuhusiana na matumizi ya library ndani ya chuo chetu hapa. Karibu. Asante. Madam, asante kwa mapokezi yako na ukaribisho wako. Sasa ningependa nije kwako kwa upande wako uweze kujitambulisha kwa majina, lakini pia nafasi ulionayo katika chuo chetu cha Elimu ya Biashara CBE campus ya Mwanza. Sawa, asante. Kwa majina naitwa Paskazia Patrick Bulugu. Ndio. Ni head librarian wa hapa campus ya Mwanza. Ndio. Na karibuni sana maktaba. Asante. Tunashukuru sana madam. Sasa mezani hapa kwa siku hii ya leo tulikuwa na maswali machache ambayo tungependa kuyaelekeza kwako ili tuweze kupata majibu yake kwa usahihi. Sijui unaweza kaniruhusu niweze kukuuliza? Karibu. Asante. Swali la kwanza ambalo ningependa kulielekeza kwako ni kama ifuatavyo. Je, library ya CBE Mwanza campus ina muhimu gani katika maisha ya wanafunzi ndani ya chuo chetu? Okay, asante sana kwa swali. Asante. Huwa tunasema maktaba ni moyo wa taasisi. Ndio. Taasisi yoyote ambayo inahusika na maktaba, basi moyo wake ni maktaba. Yes. Kwa maana ya kwamba tunapata zile elimu zote, machapisho yote ya kielimu, ya kitaaluma ambayo wanafunzi na wakufunzi wanatumia katika swala zima la kuboresha ubongo wetu. Sawa. Kwa hiyo sehemu ya nafasi ya maktaba kwa mwanafunzi ni kwamba 30% ni wakufunzi, lakini 70% ni mwanafunzi mwenyewe. Mwanafunzi anapata wapi habari, anapata wapi unyweshaji wa ile mbegu ambayo imepandwa na mwalimu, basi anapatia kupitia maktaba, ambapo watakutana na machapisho ambayo yako katika mfumo wa physical na mfumo wa wa kielektronic. Ndio, kwa hiyo maktaba ina play part kubwa katika maisha ya mwanafunzi. Okay, asante kwa majibu mazuri. Nashukuru. Swali la pili ambalo ningependa kulielekeza kwako ni kama ifuatavyo. Je, ni vitabu vya aina gani vinavyopatikana kwa wingi katika maktaba hii? Asante kwa swali zuri. Maktaba yetu ina vitabu vyote. Ndio. Vya kozi zote. Ndio. Departments zote za CBE Mwanza campus. Sawa. Procurement vipo kwa wingi. Ukija accountants vipo kwa wingi. Ukija ICT vipo pia. Na transportations ndo hao wanaingia kwenye upande wa procurement and supply chain management. Sawa. Kwa tunavyo kwa wingi. Kwa maana hiyo package ipo ya kutosha. Ipo ya kutosha, na kila mwaka wa fedha, mwaka mpya wa fedha tunajitahidi kuongeza vitabu. Okay. Sawa. Swali la tatu, fahamu. Je, huduma za electronic resources kama e-books, online journals au database zinapatikana ndani ya maktaba hii? Asante. Huduma za electronic resources zinapatikana ndani ya maktaba hii kwa sababu tumejiunga na Consortium of Tanzania University Libraries. Ambao wao wanatulink pamoja na wanatulink kwenye zile platforms ama database ambazo zina offer hizo e-resources. Na wao wanatulink kwa maana kwamba sisi tunapata katika gharama nafuu, tofauti na kwamba tungeenda sisi kama taasisi. Kwa maana hiyo tungeenda sisi kama taasisi, tafsiri yake gharama zingekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo e-resources zipo katika departments zote. Kwa maana hiyo ni kwamba mwanafunzi hata kama asipoweza kuingia ndani ya maktaba anaweza akapata access ya kuweza kusoma vitabu akiwa hata nje ya maktaba kupitia electronic resources. Sahihi, kwa sababu tumewekea links moja kwa moja kwenye hizo database husika. Na kama mwanafunzi atakuwa anapata changamoto ya kuweza kuingia, anaweza akatuuliza sisi wakutubi na tukaweza kumsaidia. Na huwa tunatoa training sessions kwa wanafunzi na hata academic staff kuweza kujifunza namna ya kuingia, na kama kukiwa kuna changamoto yoyote kwenye hizo resources, basi ni vizuri tukaambiwa kama wakutubi, ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza tukawasaidia. Sawa, asante madam. Lakini pia ningependa pia kufahamu, je, idadi ya wanafunzi wanaotumia maktaba hii ni ikoje? Yani ikoje kwa ujumla wake? Asante. Wanafunzi huwa wanaingia na unaweza kuta kwa siku wanaweza wakafika 50 mpaka 100 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo tukisema idadi ya wanafunzi wanaoingia ni wengi. Na muda ambao maktaba inafunguliwa ni
kuanzia saa ngapi, lakini pia muda ule wa mwisho ambapo watumiaji wanatakiwa watoke ndani ya maktaba ni saa ngapi? Sawa. Muda wa kufungua maktaba ni saa 2 kamili asubuhi. Na muda wa kufunga maktaba ni saa 3 kamili usiku. Ndio. Okay. Kwa maana kwamba kuna muda mwingi ambapo unawawezesha wanafunzi na watumiaji wa maktaba hii kuweza kupata maarifa mbalimbali kutoka hapa ndani, si ndio? Sahihi. Okay, sawa. Tungependa pia kufahamu ni changamoto zipi ambazo library au maktaba hii inakutana nazo katika kuwahudumia wanafunzi ndani ya chuo chetu? Asante. Changamoto tunasema ni vitu ambavyo vinatusaidia kujiboresha kila itwapo leo. Ndio. Changamoto zipo. Mfano muda inawezekana ukawa hautoshi kwa wanafunzi kutumia maktaba. Ndio. Kujiboresha kila itwapo leo. Ndio. Changamoto zipo. Mfano muda inawezekana ukawa hautoshi kwa wanafunzi kutumia maktaba. Ndio. Kuna watu kuto kufahamu huduma ambazo ziko maktaba, kwa sababu sio wote ambao wanaingia kwenye hizo sessions. Nyingine ni nafikiri ni namna ya matumizi ya hizi e-resources. Hiyo naiona ni kubwa kidogo. Okay. Sasa kwa maana hiyo ni njia gani ambayo mnaitumia kwa ajili ya kuweza kuwahamasisha wanafunzi hasa wale ambao wanakuwa hawana ufahamu juu ya matumizi ya maktaba ili waweze kufahamu, lakini pia waweze kujumuika na wenzao katika matumizi ya maktaba hiyo? Asante. Njia mojawapo kwanza nafikiri tunatumia mawaziri wa elimu. Waziri wa elimu, viongozi wa serikali ya wanafunzi. Okay. Kwamba kuonyesha kwamba tukiwa tuna sessions za trainings wa disseminate information ambayo inahusiana na hiyo training husika. Hilo ni moja. 2, pia huwa tuna zile training zetu ambazo za kila siku. Kwamba kama kuna mwanafunzi ana uhitaji, tunaangalia idadi kama ikifika 5, 10 au hata mmoja, hatusubiri mpaka muwe wengi. Tunaelekezana. Lakini ya 3, kuna wale users ambao hawasemi kabisa kama wana face hiyo changamoto, lakini unamuona umemwelekeza link lakini anaenda narudia mara kwa mara. Mfano tumeweka link ya past papers. Sio wote wanaojua namna ya kuaccess kwa QR code. Wengi wanakuja tu wanaweza na Zenda au kitu au zile apps nyingine. Wakahisi kwamba wakija tunawaelekeza basi mambo yanaenda. Kwa elimu kimsingi. Sawa. Asante. Tukiwa madam tunaelekea katika kuhitimisha mahojiano haya, ningependa kufahamu je, ni kitabu gani ambacho ungependa kila mwanafunzi wa CBE campus ya Mwanza akisome hata kama hakihusiani na kozi yake? Asante. Kwa kweli kwa kitabu ambacho kila course ina vitabu vyake. Lakini kwa tukisema kwamba hiyo ya general kila mwanafunzi asome, I would recommend 48 Rules of Power. Nafikiri hicho kina suit kila mtu. Ndio. Tofauti na hapo tukisema kwa kila idara, accountants basi waende kwenye financial management, vitu kama hivyo. Procurement wadili na vitabu vyao vya procurement, vipo vingi. Lakini pia kwa kuhitimisha sasa, ungependa kuambia nini wanafunzi wa CBE Mwanza campus kuhusiana na matumizi ya library hii? Asante. Katika usomaji, lakini pia kwa ajili ya kujiongezea maarifa kupitia vitabu mbalimbali vinavyopatikana hapa. Asante. Maktaba sio vitabu peke yake. Ndio. Ina vitu vingi. Sawa. Kwa hiyo na kuna wale ambao watakuja kufanya publications, si ndio? Nita present paper zenu, vitu kama hivyo. Na research pia inafanyika. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba waje ku make use of library. Kwa nini? Tutawasaidia kwenye issue ya referencing, tutawasaidia mambo ya citations, tutawasaidia mambo ya utumiaji wa e-resources ambazo e-resources sio lazima unafuata kitabu cha academic tu. Vipo vitabu vingine ambavyo ni motivational, inspirational ambavyo mmoja kwa namna yake akivitumia vinafanyaje? Vinamsaidia. Lakini mbali na hapo kuna soft skills. Wapo wanafunzi ambao hawajui kuandika barua. Hilo ni motivational, inspirational ambavyo mmoja kwa namna yake akivitumia vinafanyaje? Vinamsaidia. Lakini mbali na hapo kuna soft skills. Wapo wanafunzi ambao hawajui kuandika barua. Hilo hatuwezi kulikwepa. Wapo wanafunzi ambao hawajui kutumia computers. Kwa hiyo maktaba ina vitu vingi sana. Hata kuna wakati tulitamani pia tuwe na hata book club, tuwe tuna share views mbalimbali kupitia vitabu vile ambazo sio vya kitaaluma. Ni vitabu ambavyo ni vya maisha ya kila siku kutoka kwa different authors. Kwa hiyo napendekeza ama nashauri zaidi tutumie maktaba, tuwatumie watu wa maktaba kwa sababu watu wa maktaba wana vitu vingi. Unaweza kama unaona amekaa lakini ana vitu vingi. Wengi wetu hatujui citations. Tunaingia tunafanya tu assignments,
tunaandika kule bibliographies ama references imeenda, lakini haujui kipi kitangulia kati ya author ama year. Kwenye kule mwishoni hatujui kwamba ule mpangilio unapendaje. Sawa. Kwa hiyo tutumie maktaba. Swali la nyongeza. Ndio. Ningependa kufahamu. Na wewe pia ni msomaji wa vitabu ambavyo vinapatikana hapa? Ndio, mimi ni msomaji, ndio maana nika-recommend tumie 48 Rules of Power. Okay, sawa. Asante madam, nashukuru kwa muda wako, lakini pia nashukuru kwa elimu ambayo umepata kutufahamisha kwa siku ya leo kuhusiana na maktaba hii inayopatikana hapa chuoni. Kwa tunashukuru sana 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 sana. Tutazidi kuwa ambassador katika kuwahabarisha na kuwafahamisha wanafunzi kuhusiana na maktaba hii. Tunashukuru sana kwa muda wako. Karibu sana, nashukuru. Asante. Okay. Sasa madam, ningependa uweze kutufanyia orientation kidogo kuhusiana na maktaba hii tuweze kujua ikoje, ni mpangilio umekaaje hapa ndani. Karibu uweze kutuongoza. Asante sana. Karibu. Hapa ukifika ni kaunta yetu wa kutubi, utatukuta hapa. Ndio. Na ukiwa na changamoto yoyote basi utaiface kwa kutubi hapa. Hapa ndo reception. Reception yetu ndio. Sawa. Asante. Lakini tukija hapa mkono wa kulia, hii ni shelf kwa ajili ya tunasema ni special reserve na reference. Tukisema special reserve na reference, tafsiri yake ni vile vitabu ambavyo ni vichache kwa namba. Ndio. Inawezekana title ni moja lakini ina copies chache. Na mara nyingi sio chini, tunachukua kuanzia vitabu ambavyo viko vitatu. Vikiwa vitano vinaenda kwenye collection, general collection. Na vile vya reference kuna vile kwa mfano walimu ambao tunataka tuwazimishie vinakaa huku. Au tunaona kwamba labda ni dictionaries. Kama tungekuwa na encyclopedia basi ingekuwa iko kule. Sawa. Tukija hapa tunasema ni display yetu, lakini tunakuwa na zile newsletters mbalimbali. So lazima ziwe za wapi? Za taasisi ya CBE. Inawezekana kwa kutoka BOT, ni majarida. Majarida ndio. Sawa. Tunayaweka hapo. Tukija huku ni kama reading space kidogo. Kwa ajili ya wasomaji. Tukija, mpangilio ni mzuri kabisa. Tukija hapa huku sasa ndo ile general collection tunayoisemea, ambayo tunapanga kulingana na idara. Kwa mfano watu wa marketing basi watakuta hapo. Na hii safu ya hapa? Safu ya hapa kuna muunganiko wa kuna vitabu ambavyo ni vipya bado hatujaviweka kwenye location zake. Kwa hiyo tumeviweka hapa tu just in case mtu anataka kutumia, isije ikawa tunakaa na vitabu pembeni alafu watu wanavihitaji. Kwa hiyo hapa tutaziweka hapa, japo hatu encourage kuwa na hard copies kwa sababu tayari tuna zile ambazo ziko kwenye soft copy. Yes. So huko tunakutana pia na accounts. Watu wa accountants. Yes, watu wa accountants. Utawapata kuanzia upande wa huko mpaka huko juu. Okay, na upande huu hapa pia? Upande wa huko sasa tunakutana na wale wa procurement. Tunakutana na wa IT. Tunakutana pia na wa ICT and mathematics viko huku pia. Kwa hiyo hapa transport pamoja na procurement wote wanakaa kwenye eneo moja. Sawa. Lakini pia huku tulikotokea upande wa hapa juu tuna vile vitabu vya cross cutting ambao utakuwa communication skills, sijui mambo ya DS. Utayakuta maeneo haya. Sawa. Au vya entrepreneurship mara nyingi ni cross cutting. Sawa. Kwa madam, sisi tunakushukuru sana, tumefurahi kwa kutuongoza, lakini kufahamisha. Tunashukuru sana 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 sana. Lakini bado kuna nyongeza, kuna sehemu ya computers. Sawa, tufike. Kwa hiyo kama mwanafunzi anahitaji kutumia computers ni ruksa kutumia. Ni ruksa kutumia. Kwa hiyo hizi kompyuta zinatumikaje kwa wale watumiaji ambao wanaweza kupata access ya usomaji kupitia online? Wanazitumia kwa sababu hata hizo database tumeweka zile shortcut kwa rahisishia kuingia, labda tu mwanafunzi mwenyewe awe anataka kuangalia vitu vingine na it's free. Sawa. Yeye na muda wake. Sawa madam, tunashukuru sana na tunaahidi pia kukutembelea wakati mwingine. Karibuni sana. Sawa, tunashukuru sana kwa siku hii njema ya leo. Uwe na wakati mwema. Asante.